mwamba wenye imara, kwako nitaji. Kwamba ni kutokana na matamanio ndani ya moyo wa mwanadamu, anajitenganisha na vitu vingine, anajitenganisha na watu wengine, anatafutana na hekima ya Mungu ili kwamba apate kubadilishiwa maisha yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu Bwana atakutenganisha na wao. Ukianza kuona wakiacha kujia nyumbani kwako, wakiacha kutembelea, jua hawa Bwana anaanza kuwatenganisha, maana chapter yao ndani ya maisha yako imekwisha. Praise the Lord. I say praise the Lord. Kuna watu maisha kwama kwa sababu umeandamana na Lutu, uko na Lutu ndani ya maisha yako. Haleluya. Na kadri Abrahamu alivyozidi kwenda na Lutu katika safari, kulikuwa na ukorofi katika kambi ya Abrahamu. Haleluya. Ikafika siku moja Abrahamu akajiuliza, mbona mambo hayawi kulingana na vile Mungu alivyonena? Akajua kwamba kuna shida katika kambi yangu. Lutu, chagua pale mahali unataka kwenda, tuachane siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Na walipoachana na Abrahamu, neno la Bwana linasema kwamba na Bwana akamnenea Abrahamu, kadri unavyoona na macho yako nimekupatia. Haleluya. Haleluya. Kuna watu lazima Bwana akutenganishe nao siku ya leo. Haijalishi ni kina nani, haijalishi wameplay part gani ndani ya maisha yako. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama mtu akusaidie kwenda kule Bwana anataka uende, basi huyo mtu hana maana maishani mwako. Praise the Lord. I say praise the Lord. Mara nyingi tumekwamisha maishani mwetu watu ambao Bwana ameweka alama. Hawa kadri ulivyonao maishani mwako, hauwezi kwenda kiwango chingine mpaka uangushe chini. Sema naangusha chini leo kila mwanadamu ambaye hastahili kuwa maishani mwangu. Kuanzia leo ninawakemea, mkaniondoke katika jina la Yesu. Praise the Lord. Kuna watu wengine wamebeba nuksi maishani mwao, wamelaaniwa na wazazi wao. Haleluya. Ama walifanya matukisho mbele ya Bwana, wakabeba nuksi. Unaposhirikiana nao mkaweka pesa pamoja kibiashara, biashara haiwezi kuwa. Praise the Lord. Haleluya. Mkafanya chochote na wao, mambo haiwezi kuwa. Kwa sababu gani? Kuna laana juu ya maisha yao. Ni hadi ujitenganishe na wao. Bwana Yesu asifiwe sana. Maombi yangu ni kwamba Mungu atakupatia ufunuo leo, ujue ni nani ambaye ni Lutu maishani mwako. Wachane na wao na uingie kiwango chingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka tuelewe hivi, umsikitisha Mwenyezi Mungu wakati watu wake hawaendi kiwango chingine. Praise the Lord. It pains, it is a concern to God when you are stagnated in life. Praise the Lord. Because stagnation does not glorify God. Hallelujah. Praise the Lord. Mkulima anapopanda mmea, sema apanda mahindi, anajua baada ya miezi mitatu pale natarajia kitu. Bwana asifiwe sana. Lakini akienda shambani apate ile yale mahindi hayakui, basi anaanza kusikitika. Ndivyo vile vile Mungu anapoona maisha yako hayasongi mbele, anasikitika kwa sababu maisha yako yanastahili kumpa Mungu sifa. Isaya 43 na mstari 21. Isaiah 43 verse 21. These people say, I am the people. Say, I am the people. These people have I formed for myself, that they will show my glory wherever they are. Praise God.
Ase praise the Lord. Watu hawa nimewaomba kwa sababu yangu mimi, ili kwamba wakaniletea utukufu katika familia zao, kazi zao. Sasa huyu ni wewe, umepata business idea, unataka kuanza kufanya biashara, na business idea ndio hii. Beba tu, anza biashara yako, anza kwenda, nenda. Sasa yale maroho yanaenda, wewe nenda. Yale maroho yanainuka, yanakukamata, anasema kwa unaenda wapi? Hii familia hakujawahi kuwa na mfanyi biashara, inataka kurudisha nyuma. Inua mkono wako wa kulia, sema kila roho ya Laban ndani ya maisha yangu ninakukemea katika jina la Yesu. Kila roho iliyo kinyume nami kutoka nyumbani na baba yangu na mama yangu, mababu zangu, nyanya zangu, ninawakemea katika jina la Yesu. Na nafasi ndani ya maisha yangu. Pigia Bwana makofi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Same Genesis 31, 20 verse 54. Genesis 31, 31 verse 54. Praise the Lord. Praise the Lord. Walipopatana Laban na Yakobo, Biblia inasema katika verse 54, then Jacob offered a sacrifice upon the mount and called his brethren to eat bread, and they did eat bread and tarried all night in the mount. And early in the morning, Laban rose up and kissed his sons and his daughters and blessed them, and Laban departed and returned and praise the Lord. I said praise the Lord. Yakobo akajua siri moja, ili kuachana na maroho ya jamii lazima niashirie kafara. Haleluya. Lazima nifanye tambiko. Na leo nasema kwamba akatoa sacrifice pale mahali, wakakesha usiku wakimwabudu Bwana. Asubuhi ilipofika, mjomba akasema, mimi nakuachilia uende zako, wacha mimi narudi. Watakuachilia leo. Nasema watakuachilia leo. Walioshika ndoa yako watakuachilia. Walioshika mali yako wataachilia leo. Walioshika shamba lako wataachilia leo. Walioshika biashara yako watakuachilia leo. Walioshika afya yako watakuachilia leo. Kila roho ya nyoka iliyotuma maishani mwako ninaikemea katika jina la Yesu. Praise the Lord. I said praise the Lord. I said praise the name of the Lord. Twende kwa mada yetu. The Holy Spirit, the game changer. Our subject matter. The Holy Spirit, the game changer. Yani Roho Mtakatifu anayebadilisha hali na maisha ya watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka kusema hivi, maisha ni kiroho. Life is spiritual. It begins from the spiritual before it manifests in the physical. That whatever you see happening in your life began in the spiritual realm. Praise the Lord. Hallelujah. Ndiposa ukiwa Mkristo lazima auishi katika roho ya Bwana. Maana wa mwabudu wa Bwana lazima umwabudu katika roho na kweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Hivyo basi lazima upate upasho wa roho wa Bwana akutie nguvu, ili kwamba ukatoke katika maroho ya kifamilia na madhabahu ya zile sehemu unazoishi, ili kwamba ukakamilisha hatima yako sawa sawa na mpango wa Bwana. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Ukiwa mwangalifu, ukiangalia sehemu unaotoka kama ni Mikadeni, utapata kuna tabia fulani iko na watu wengi. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Hiyo tabia inaashiria nini? Kwamba kuna roho, kama ni kuna roho ya ulevi inayotawala hilo eneo. Bwana asifiwe sana. Utaenda maeneo mengine utapata kwamba kuna ukahaba mwingi. Inakuonyesha kwamba hiyo sehemu ulioenda ambako kuna ukahaba, kuna roho ya ukahaba inayotawala pale mahali. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Hivyo sisi maisha ni kiroho,
hauwezi kuchomoka kutoka katika mitego uliowekwa ndani hadi Roho wa Mungu akushukie, akupe nguvu za kuchomoka. Amen. Na leo naona Mungu akiachilia Roho wake juu yako katika jina la Yesu Kristo. Nasema katika jina la Yesu Kristo. Matendo ya Mitume 10 mstari wa 38. Matendo ya Mitume 10 mstari wa 38. Biblia inasema hivi kumhusu Yesu. How God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Ghost and with power, whom we must crave for the fresh baptism of the Spirit of God. Hallelujah. Ukapatiwa shimu hata ikawa ni hallelujah. Mradi haina betri ndani yake, hiyo shimu haitakufaa. Praise God. So a Christian life without the Holy Spirit of God is like a good phone but no battery. It can never function. So the functionality of the destiny of a believer is in the baptism of the Spirit of God. Praise the Lord. I said praise the Lord. For your life to function, for you to have an impact in this life, you must be baptized of the Holy Spirit of God. Na namshukuru Bwana, siku ya leo mtu atabatizwa kwa Roho Mtakatifu. Nasema siku ya leo mtu atabatizwa kwa Roho Mtakatifu. Now, ni jinsi gani Roho wa Mungu anapotutia nguvu ili kukamilisha hatima? Ni jinsi gani Roho wa Mungu anatia nguvu ili kukamilisha hatima zetu? How does the Holy Ghost impart upon our lives the power to fulfill our destiny? Praise the Lord. I say praise the Lord. Number one, through the helping ministry. Kupitia huduma ya usaidizi. Roho wa Mungu ana huduma ndani yake inaitwa the helping ministry. Kwa jina lingine Roho Mtakatifu anaitwa the helper ama msaidizi. Yohana 14 na mstari wa 16. Yohana 14 mstari wa 16. Yesu akasema, and I'll pray the Father, and he shall give you another comforter, that he may abide with you forever. Hallelujah. Kwa nitaomba Baba akawaletee msaidizi atakaye dumu nanyi milele. Hallelujah. Usaidizi wa mwanadamu unaweza kuwa mwezi mmoja, unaweza kuwa wa siku moja, lakini usaidizi wa Roho wa Bwana ni milele na milele. Haleluya. Siku ya leo pokea usaidizi wake. Nasema pokea usaidizi wake. Nasema pokea usaidizi wake. Haleluya. Daudi akajua kwamba usaidizi wa mwanadamu atakusaidia leo, kesho ataweka kijambi akusimange. Haleluya. Anakusaidia leo, kesho atachoka. Na Daudi akasema, Zaburi 121:1-2. Zaburi 121:1-2. Akasema, nitatizama milimani, msaada wangu watoka wapi? Msaada wangu watoka kwa Bwana. Praise God. Hallelujah. I will look upon the hills. Where is my help? My help comes from the Lord. From today, receive the help of God. I say receive the help of God. I say receive the help of God. John 16:7. Nevertheless, I tell you the truth, it is expedient for you that I go away. For if I go not away, the Comforter or the Helper will not come unto you. But if I depart, I will send him unto you. Akamwambia Yesu wanafunzi wake, ni vyema niondoke ili kwamba nikamtume msaidizi kwenu. Haleluya. Nasema hivi, kuna vitu ni vyema viondoke maishani mwako ili kwamba Bwana akuletee msaada wako.
Haleluya. Praise the Lord. Kuna tabia fulani ni lazima iondoke ili Bwana aingilie maisha yako. Kuna watu fulani ni lazima wakuondokee ili kwamba Bwana aingilie maisha yako. Praise the Lord. Haleluya. Nisikilize hivi. Bwana hupenda kujichukulia utukufu. Na kuna watu wanaweza kuwa maishani mwako wakikusaidia, wanaanza kusema kama sio sisi huyu hangekuwa pale halipo. Kama kuna mtu aina hiyo maishani mwako, kwa roho wa Mungu leo, Mungu awatimue. Nasema Mungu awatimue. Nasema Mungu awatimue. Nasema Mungu awatimue. Bwana Yesu asifiwe sana. Na huyu roho anamsaidia vipi? Namba moja, chini ya hicho kipengele cha kwanza kwamba roho wa Bwana ana huduma, unaweza kuweka dash, alama ya dash. Namba moja, utusaidia kuamini zile ahadi za Mungu maishani mwetu. Utusaidia kuamini ahadi za Mungu maishani mwetu. Praise the Lord. I say praise the Lord. Yeremia 29 mstari wa 11. Bwana asema kwamba nina mipango mizuri kukuhusu. Sio mipango mibaya, sio mipango ya uovu, bali mipango mizuri ya kukupatia tumaini siku zetu za mwisho kama nyakati hizi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana ana mpango wake. Hata wakati korona inapomaliza watu sasa hivi, Bwana ana mpango katika maisha yako. Sema amen. Sema amen. Sema amen. Kwa hivyo haijalishi uko wapi ama unapitia hali gani, Mungu ana mpangilio mzuri. Na kwa wewe kupata huo mpangilio mzuri, lazima kaamini huo mpango wa Mungu. Na kuamini huo mpango wa Mungu, lazima roho wa Mungu akusaidie kuamini mpangilio ama mambo ya Mungu ama agano lake ndani ya maisha yako. Muda mwingi mambo ya Mungu ukilinganisha na akili za kibinadamu wa maisha yako hayaingiani. Praise the Lord. I say praise the Lord. I say praise the Lord. Nyakati kama hizi watu wanafutwa kazi, maana hali ya kiuchumi imezorota kulingana na uchumi wa Kenya, si wetu. Amen. Lakini maisha ya Mungu ni kuinua mtu majira na wakati kama huo apate kazi. Na kuna mtu atapata kazi. Nasema kuna mtu atapata kazi. Na kuna mtu atapromotiwa. Nasema kuna mtu atainuliwa juu. Sema mwenzako, huyo ni mimi. Maombi yangu ni kuwa yeyote ambaye amejificha maishani mwako na ambaye hana nia nzuri, Roho wa Bwana aanze kukujulisha wiki hii. Nasema Roho wa Bwana aanze kujulisha wiki hii. Nasema Roho wa Bwana aanze kukujulisha wiki hii katika jina la Yesu Kristo. Yohana 14 mstari wa 26. But the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, he shall teach you all things and bring all things to your remembrance whatsoever I have said. And na huyu Roho wa Bwana ambaye ninamwomba Bwana akawaletee, atawafunza mambo yote niliyowaambia. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu akasema hivi, knowledge is power. Yani kuwa na maarifa ni nguvu katika maisha. Usipokuwa na ufahamu juu ya jambo, basi wewe una ulegevu katika lile jambo. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Proverbs 24 verse 5. A wise man increases strength, yea, a man of knowledge, hallelujah, increases what? Strength. Kadri unavyofunzwa na Roho wa Bwana, ndivyo unavyopata nguvu za kiroho za kupambana na maroho wachafu. Praise God. Pale unapoenda sokoni, usifikiri ni wewe peke yako. Kuna watu wengine ambao wana miungu pale. Kuna watu ambao hawakuonei raha pale. Pale kazini, unapokwenda kazini, kuna watu hawakuonei raha pale. Utahitaji Roho wa Mungu kuakufundisha
uwashushe, upate nguvu za kiroho za kuweza kupambana na wao, ukawashushe chini na ukapanda juu. Praise the Lord. Maisha ni vita. Usione watu wakikuchekea ukafikiri wanakupenda wengine. Kuna wengine ni wanafiki. Bwana asifiwe sana. Wengine ni jamaa zako wa karibu, wanakuchekesha, wanakupigia shimo, wanasema wanakujulia hali, lakini ndani ya nafsi zao kuna mambo waliyainua, kuna madhabahu waliziinua, wakasema huyu asiinuke. Wanakupigia shimo, wanadadisi kujua kama kwamba ile hali walioitenda katika ulimwengu wa giza kama inakamilika. Kuanzia leo, mshale wote uliofumwa kinyume nawe unavunjika katika jina la Yesu Kristo. Kama ni madawa walikufanyia, na achilia moto wa Bwana katika jina la Yesu. Praise the Lord. I say praise the Lord. Therefore the ministry of the Holy Spirit fortifies your mind. Yani huduma ya Roho Mtakatifu ya kufunza inatia nguvu akili zako na fikra zako, ili kwamba ukaweze kufikiria vyema katika maisha. Praise the Lord. Hallelujah. Tukubaliane hivi. Kitambo uje kanisa asubuhi, uliwaza kwamba leo ni Jumapili, anahitaji kwenda kanisani, si ndio? Kitu kilikuja katika mawazo kwamba leo ni Jumapili. Hallelujah. Nataka kwenda wapi? Kanisani. So the same thing, when the Holy Spirit, the teaching ministry of the Holy Spirit begins in your life, it empowers your mind to think correct. To think is just not thinking. You must think correct. Kuwaza sisi sio mtu wastahili tu kuwaza, unastahili kuwaza vyema sawa sawa na mpango wa Mungu kwa kila wakati. Kuna kitu Mungu anataka ufanye mwezi huu, na ni mpaka uunganishane na Roho wake akupatie uwezo wa kuwaza kulingana na mpango wake na neno lake katika mwezi wa Septemba. Sema Bwana Yesu, napokea nguvu za Roho Mtakatifu, akili zangu zifunguliwe. Praise the Lord. Kitu ambacho shetani anakitumia katika maisha ya mwanadamu ni kufunga akili za mtu. Haleluya. Anafunga akili zako kiasi kuwa lile jambo unatakiwa kulifanya hulifanya, na kwa sababu kulifanya hautatoka ile hatua Mungu anataka utoke uende hatua nyingine. Praise God. Kwa mfano, nisikilize, simama, kazi. Sasa jifanye kijibu kama ukusikia. Simama, simama, simama. Sasa wakati wewe umefungwa akili zako, hata wakati Mungu anakuongelesha, chukua hatua hii, utapata breakthrough. Akili zimefungwa, hauwezi kuchukua hatua, lakini Roho wa Mungu akiwa ndani yako, ndugu, simama, enda chukua ile microphone, anza kuhubiri. Praise God. Nipe Bwana makofi. Praise the Lord. So when the ministry of the Holy Spirit is upon you as a teaching ministry, you are empowered to hear God, you are empowered to take action, you are empowered to become who you are supposed to be. Praise the Lord. Hallelujah. Mchote hapa hivi ambao your destiny was blessed, I command the restoration of your destiny. I said, I command the restoration of your destiny. Mchote ambao ulichukuliwa ukatolewa pale mahali watakiwa kuwa, ukapandwa mahali pengine, ninakurejesha katika njia ya Bwana. Narejesha maisha yako katika njia ya Bwana. Dada mwingine akanateseka sana katika maisha, amesoma vizuri, ana kazi nzuri, lakini hakuna mtu anakuja kumwambia sister, nataka nikuombe. Yesu asifiwe sana. So katika hali ya kuomba na yeye, Bwana akanionyesha kwamba huyu kuna vile alitolewa pale mahali anatakiwa kuwa, kwa hivyo mregeshe. Yesu asifiwe sana. Nikamwambia dada, tunaomba kwamba Mungu akurejeshe pale mahali watakiwa kuishi, maana itakuwa katika hiyo mtaa ndipo utakutana hatima yako ya ndoa yako. Praise the Lord. Ilikuwa ni jambo gumu sana, kwa sababu
kazi ilikatika. Haleluya. Na ikabidi alilocate. Na wakati aliporelocate akaenda mji mwingine, ndipo pale alipokaa baada ya miezi mitatu akakutana na ndugu mmoja, wakaonana, wakaoana na akapata kazi pale mahali. Kusema sema hivi, unaweza kuwa uko mahali ambapo hautakiwi kuwa, kwa sababu katika ulimwengu wa kiroho walikuletea mawazo kwamba hama nenda fulani, wakijua kwamba utakapotoka pale umetoka katika hatima yako. Praise the Lord. Siku ya leo ninakurejesha. Nasema siku ya leo ninakurejesha. Nasema siku ya leo ninakurejesha. Nasema siku ya leo unarejeshwa katika jina la Yesu Kristo. Huduma ya Roho Mtakatifu, jinsi anavyotia mtu nguvu ya kubadilisha anga ama kubadilisha maisha ya mtu kupitia ufunuo. Sema na mimi ufunuo. Shema ufunuo. Revelation. One of the ways that the Holy Spirit of God empowers a man to fulfill destiny is through revelation. Revelation. John chapter 16 and verse number 13. John 16 and verse number 13. Howbeit, when the Spirit of truth is come, He will guide you into all truth. Say all truth. Say all truth. For He shall not speak of Himself, but whatsoever He shall hear, that shall He speak, and He will show you things to come. Praise the Lord. Hallelujah. Atawaongoza katika kweli yote. Sema kweli yote. Sema Roho wa Bwana ukaniongoze katika kweli yote. Maana hataongea mambo yake mwenyewe, Bwana Yesu asifiwe sana, bali ataongea mpango wa Mungu kuhusu maisha yako. Alafu neno la malizia kusema kwamba huyu Roho wa Bwana atakuwa juu yako, atakuonyesha mambo yajayo. Praise the Lord. Hallelujah. Oh, ujui kesho kutakuwaje. Chapter 2 and from verse number 11 to now verse number 14. For what man knoweth the things of a man, save the spirit of man which is in him? Even so, the things of God knoweth no man but the Spirit of God. Nani awezaye kujua mambo ya mtu wa kawaida isipokuwa yule roho tu wa kawaida? Haleluya. Nani awezaye, Paulo anasema, nani awezaye kujua mambo ya Mungu na mpango wa Mungu isipokuwa roho wa Mungu? Praise God. Haleluya. Kwa sababu ulizaliwa kwa mpango wa Mungu, ni sharti uweze kuwa na kiu cha kutaka kumpata huyo roho wa Mungu aingie ndani yako, akufunulie mpango wa Mungu juu ya maisha yako. Praise the Lord. Verse 12. Now we have received not the spirit of the world, but the Spirit which is of God, that we might know the things that are freely given unto us of God. Hallelujah. Paulo anasema hivi, sasa hatujapokea roho wa ulimwengu ama wa dunia, lakini tumepokea roho wa Mungu ili kwamba tukaweze kujua mipango na mambo ya Mungu ambayo anapatia bwerere. Sema bwerere. Hallelujah. Kuanzia leo hakuna kulipia bwerere. Kuna vitu vimeachiliwa bwerere. Hallelujah. Praise the Lord. Sema Bwana, napokea baraka yoyote ambayo umeiashiria msimu huu na mwaka huu kwa ajili ya maisha yangu. Ninapokea. Ninapokea. Praise the Lord. Hallelujah. You see, somebody say, if everything you own in life, you bought it, then you are not blessed. Praise God. Ikiwa kila kitu ulicho nacho katika maisha yako umekinunua, wewe hujabarikiwa. Praise God. I say praise the Lord. Because you are toiling
You are not supposed to toil. Praise the Lord. I say, praise the Lord. God has designed a life for a believer to be a blessing. Akamwambia Abrahamu, wewe nimekubariki na kupitia wewe jamii ya walimwengu itabarikiwa na wewe utakuwa mbarikiwa. Sema mimi mbarikiwa. Praise the Lord. There is one woman of God, is our family friend. Alitoka huduma siku moja, akawa amechoka, miguu inauma sana. Akaenda kwa nyumba, kesho yake Roho wa Bwana akamwambia funga na kuomba, anza kunishukuru. So katika ile hali ya kuomba na shukuru Mungu, akamwambia Bwana, ninakushukuru sana, nimeenda huduma jana, lakini Bwana nakumbusha kitu moja, nimeenda nimechoka sana. Matatu wamenivuruga, miguu yangu inauma. Bwana, hata gari huwezi kunipatia. Mimi ni mtumishi wako na mimi nimbarikiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. So akifika ya maombi, ilipofika saa 7 mchana, akasikia honi. Akamwambia mfanyikazi wake, mimi usiruhusu watu wakuniambia bado niko maombi. Kwa hivyo kama kuna kitu nataka kukwambia, akupatia habari, mimi nitafuatilia baadaye. So ile mshana akaenda pale kwa gate, akamuuliza unatakaje? Akamwambia fungua gate. Akamwambia watakaje? Akamwambia fungua gate. Akafungua gate. Akapaka gari ndani, akachukua funguo, akapaka dada, akamwambia hii funguo mtumishi wa Mungu akija utampatia hii funguo, alafu mwambie achukue hii kadi, apige simu, aende na kitambulisho chake kesho, aende sio logbook ya hii gari. Nimempatia gari. Hizo ndio baraka tunasema. That when you are serving God and when you are empowered by the Spirit of God, God will move men for your favor. I declare favor this week for you. I declare the favor of God upon you this week. Kwamba Mungu anasababisha familia fulani hawatalala, hawatakuwa na amani hadi wamekubariki. Sema napokea. Sema napokea. Sema napokea. Sema napokea. Sema napokea. Praise the Lord. Hivyo Roho Mungu ana siri za Mungu. Maisha ni siri. Life is a mystery. Until you master the mystery of life, you can never master your life. Life is a mystery. Maisha ni siri. Unapojua siri ya maisha, hatima inafunguka. Kwa hivyo njia nyingine Roho Mtakatifu anatusaidia nayo ni kujua siri ya Mungu kwa ajili ya maisha yetu. Na mnapojua siri ya Mungu, maisha hufunguka. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. How do we get baptized in the Holy Spirit? Tutabatizwa vipi kwa Roho Mtakatifu? Tutabatizwa vipi kwa Roho Mtakatifu? How do we get baptized of the Spirit of God? Remember, we are saying it takes the Holy Spirit of God to be upon a believer to empower you for our next level. Hallelujah. Inagharimu Roho wa Mungu kumjia muumini ama yule aliyeokoka, mlokole wa Bwana. Roho wa Mungu akushukie, akutie nguvu za kuvuka ng'ambo ya pili, ili kwamba Bwana. Haleluya. Na kama itamgharimu Roho wa Mungu, je, huyu Roho wa Mungu tutampataje? Namba moja, lazima uokoka. You must be born again. Uliza mwenzako, je, umeokoka? Ask your neighbor, are you born again? Or are you born against? Which one? Are you born again? Sema kwa jina. Sema neighbor. Are you born again? Or born against? Which one? Church, which one? Say, I am born again. Lazima uwe umeokoka na umesema kwamba Yesu ni Bwana. Kwa sababu gani? Yule mbatizaji ni Yesu mwenyewe, ndiye anayebatiza watu kwa Roho Mtakatifu. Mathayo 3:11, Yohana Mbatizaji akituongelesha. Mathayo 3:11, Yohana akasema hivi, tuanzie 10 kwa sababu ya ufahamu. And now also the axe is laid into the root of the trees. Therefore every tree which bringeth not forth good fruit is hewn down and cast into the fire. I, John the Baptist,
indeed baptize you with water unto repentance, but he that cometh after me shall baptize you with the Holy Ghost and with fire. Praise the Lord. I say praise the Lord. Kwamba mimi nabatiza kwa maji, lakini kuna mwingine ajaye atabatiza kwa Roho Mtakatifu na kwa nguvu na kwa moto. Praise the Lord. I say praise the Lord. Hallelujah. Kwa hivyo ni lazima huyu mtu ambaye Yesu ndio Yohana alikuwa anaongea juu ya Yesu kwamba mimi nabatiza kupitia kwa maji, lakini kuna ajaye ambaye sistahili hata kushika viatu vyake, yeye atabatiza kwa Roho Mtakatifu na kwa moto wa Roho Mtakatifu. Praise the Lord. Kwa nini? Bwana anajua kuna maadui wengi maishani mwetu. Kwa hiyo itagharimu moto ili kwamba ule adui asikukaribie. Bwana Yesu asifiwe sana. Ajalishe simba ni mkali kiasi gani, washa moto, simba hizi karibia. Praise God. Hallelujah. Kwa wale ambao wameshawahi kusafiri na magari yakiharibika barabarani kule mtoni, utaona kwamba gari linapoharibika, kitu cha kwanza watu hufanya kukimbia kichaka wakawasha moto. Sasa simba akiona moto yeye kalia mbali. Na neno la Bwana linasema nini? Linasema kwamba shetani ni kama simba afurahi kutafuta yule mtu ambaye atafanya nini? Atamrarua. Na kwa sababu ukiwa na moto wa Roho Mtakatifu anakuonea kwa mbali. Kuanzia leo mapepo atakuonea kwa mbali. Nasema watakuonea kwa mbali. Naomba Bwana kwamba ataachilia moto mtakatifu. Popote watakapotaja jina lako, moto wa Bwana utawachibu. Popote kuna kikao kitakaliwa juu yako, moto wa Bwana utaanguka pale mahali. Nasema moto wa Bwana utaanguka katika jina la Yesu Kristo. John chapter 1 verse 12. John chapter 1 verse 12. But as many as received him, he that believeth on me, as the scripture said, out of his belly shall flow rivers of living waters. But he spake he of the Spirit, which they that believe on him should receive. Sema napokea leo. Kwamba yeyote aliye na kiu acha aje kwangu ili akapate kunywa. Na Yesu alikuwa anaongea kuhusu kinywaji cha Roho Mtakatifu. Waamini Roho Mtakatifu, waanze kutembea katika Roho. Praise the Lord. Why many people, believers, fall victims in destiny? Ni kwa sababu atutembei katika Roho. Praise the Lord. Hallelujah. Utakapotembea katika Roho, kabla hujafika kule unatakiwa kwenda, na kama kuna jambo lolote baya, Mungu atakuonyesha. Kuna siku moja kulikuwa na harusi. Hiyo harusi ilikuwa tusimamie. Praise the Lord. Hallelujah. Siku tatu kabla ya harusi nikaletewa tukiwa harushini, lakini kile chakula nilikuwa nile kimewekwa sumu. Bwana Yesu asifiwe sana. So nikakaa, nikaamka, nikamuuliza Mungu, hii ndoto inamaanisha nini? Nikaambiwa ingia maombi. Nikaomba, nikamwambia Bwana, lolote ambalo linapangwa katika hiyo harusi kinyume na mimi, Bwana ukaliondosha. So siku harusi ilipofika, nikakushwa ile ndoto. So ile haitebo, si kula chakula haitebo, mimi mwenyewe nilienda kuunga laini na watu wengine nikala. So yule anga ile njama, ghadhabu ikainuka, akakasirika, akaanza kufanya uhasama pale harushini, na mpaka leo akakuwa nini? Akakuwa muhasama. Bwana Yesu asifiwe sana. Na Roho Bwana akanionyesha, akaniambia kwamba huyu ndiye yule alikuwa anapanga yale niliyokuonyesha. Praise the Lord. I say praise the Lord. Kuanzia leo, mtego wote wa paka na panya juu ya maisha Bwana akaweze kuutegua. Nasema Bwana akaweze kuutegua. Hivyo basi unapokuwa na matamanio, basi wewe umejipatia kibali cha kubatizwa na Roho Mtakatifu. Sema Bwana natamani. Sema Bwana natamani. Sema Bwana natamani. Namba 3, ukishatamani, la kufanya lingine ni kuomba. Lazima uombe. Mapema zako lazima uombe, kama kwamba hautaomba tena. After you have desired, you must pray to receive. Prayer is placing a delivery order. How together? Wewe kama mfanyabiashara, ukitaka mali iletwe lazima upige simu ama uende ulipe
na uombee wakuletee. Wanashua sana. Katika ulimwengu ni lazima uombe ndiposa ukapate. Mathayo 7 mstari wa 7 na wa 8. Ask and it shall receive. Knock and it shall be open. Seek and you shall find. That is, omba na utapata, bisha na utafunguliwa, tafuta na utapata. Lazima utafute Bwana ndani ya maombi. Lazima ubishe ndani ya maombi. Lazima uulize Bwana ndani ya maombi. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the name of the Lord. John 14 and verse 14. Yesu akamwambia wanafunzi wake katika Yohana 14 mstari wa 14, if you shall ask anything in my name, praise the Lord, I will do it. Mwambie Bwana, mwema zako Bwana atatenda. Yesu akamwambia wanafunzi wake, lolote mtakaloliomba katika jina langu mimi Yesu nitatenda. Sema Bwana, sema Bwana tenda. Sema Bwana tenda. Kuna nyimbo moja uipenda sana kabla sijaingia maombi. Inasema maombi ni ufunguo. Prayer is the key. Prayer is the key. Prayer is the key. Prayer is the master key. Prayer is the key. Prayer is the key. Prayer is the master key. Oh, Jesus started with prayer. He ended with prayer. Because prayer is the master key. Jesus started with prayer. He ended with prayer. Because prayer is the master key. So prayer is the master key to open the gates for the Holy Spirit to come into our lives. You must pray. You must pray and pray, and then the Holy Spirit must come unto us. As I finish, Acts chapter 4, Acts 4 and verse number 31. Kuna wapendwa waliomba na tunaenda kuomba. Bwana Yesu asifiwe sana. And when they prayed, walipokwisha kuomba, the place was shaken where they were assembled together, and they were all filled with the Holy Ghost, and they spake the word of God with boldness. Walipokwisha kuomba, pale mahali walikuwa wamekusanyika kusanyiko, pakaanza kuzindishika na wote wakajazwa kwa Roho wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Walipokwisha kuomba, ni lazima tuombe. Ni lazima tumwambie Bwana tunaomba, tufungulie milango, Roho wa Bwana atushukie. Praise the Lord. Hallelujah. Other thing I want to touch on prayer before you arise to pray. 2 Timothy chapter 2 verse 21. 2 Timothy chapter 2 verse 21. Timotheo wa pili, waraka wa pili, mlango wa pili mstari wa 21. If any man purge himself, ikiwa mtu yeyote anajitakasha, ajiondoshe katika dhambi, basi atakuwa chombo cha Bwana kutumia. Roho wa Bwana hawezi ingia ndani ya moyo ulio na dhambi, ataingia ndani ya moyo uliojitakasha. Praise the Lord. I said praise the Lord. Lazima uombe maombi ya kujitakasa. Mwambie Bwana, ninaomba utakaso. Kwa utakaso, tunatembea kwingi, unaingia ndani ya matatu. Kile kitu umekalia, pengine mtu ametoka kuua mtu, una habari. Kile kitu umekalia, pengine mtu amefanya unajisi fulani. Bwana Yesu asifiwe sana. Jinsi vile mnaposikia wanasema corona, watu wakishikana mikono, hiyo ni yao, sio yetu. Haleluya. Kwamba wakishikana wanapasishana vile virusi. Hivyo katika ulimwengu wa kiroho, ukishikana mkono na mtu yote ambaye ni najisi, ule unajisi unakushika. So lazima ujitakase. Umwambie Bwana,
nitakase nafsi yangu. Sijui ni nani nimemsalimia, alikuwa ametoka wapi, pale kwa matatu nimekaa, sijui nani alikuwa amekaa. Bwana nitakase, ili kwamba Roho wako aingie ndani yangu, afanye kituo, maana yeye ni Roho Mtakatifu, anahitaji utakatifu. Tusimame kwa miguu yetu miwili. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise the Lord. I say praise the Lord. Tutaenda kuomba maombi ya utakaso. Utenda mjini kwenu, utenda nyumbani kwenu. Kama kuna dhambi yoyote katika familia, machukizo watu walifanya kule nyuma, ulikuwa hujazaliwa, Bwana usinihesabie makosa yao, ukanitoe katika makosa yao, unitakase. Kama kuna matambiko, maagano, watu wa kwenu waliingia ndani, ukashirikishwa, wewe una habari, ulizaliwa, you are just victim of circumstances. Father, remember me, have mercy on me. Maana umesema Bwana kila mmoja atakufa kwa dhambi. Hivyo leo Bwana nitakase. Anza kuomba, enda mbele za Bwana, mwambie Bwana akutakashe dhambi za wazazi, dhambi wenu za familia yenu. Mwambie Bwana usinihesabie, ukanitakashe Bwana. Paza sauti yako, mwambie Bwana vyatosha, nimekwama kimaisha tosha, nimekwama vya kutosha. Bwana nitakashe, Bwana nitakashe, ukanikumbuke Bwana, ukanitakashe, ukanitakashe Bwana, nitakashe, ukanisamehe Bwana, dhambi ya wazazi, dhambi ya ukoo, dhambi ya nchi Bwana, ukanitakashe Bwana, ukanitakashe kila unajisi. Mlilie Bwana, mwambie Bwana ukanirehemu. Have mercy Lord, have mercy my Father, have mercy on my, have mercy Lord, remember me today. Heavenly Father, I cry for your mercy. Let your mercy and favor even remember me, Lord. Let your mercy, your mercy. Let your mercy, your mercy. Oh Lord, let your mercy, let your mercy, your mercy, let your mercy remember me. Let your mercy, my Father, my Father, my Father. Let your mercy, mercy, mercy answer for me, Lord. Let your mercy, mercy answer for me, Lord. Heavenly Father, let your mercy answer. Let your mercy answer. Remo, 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 reko, sikara, zantori, kadikai zantoria, lebo seketeriba, jova, sheru kentoribo. Katika jina la Yesu, tunakutukuza, tunakuinua Jehova, maana pale popote ulienda Yesu ulitenda mema. Baba, tunasema ni asante. Majira na wakati kama huu Bwana, unaenda kuachilia watu wako kuwa huru. Maroho za ndoto za kupeleka watu vijijini, za kuregesha watu chini, ninayakamata sasa kwa mamlaka umenipatia Bwana. Ninaamurisha mapepo yaliyochafu mkaondoke katika jina la Yesu. Ninavunja kila madhabahu za ndoto za kuzimu, ninaachilia moto wa Bwana katika jina la Yesu. Ukafunguliwe, ukafunguliwe, ukafunguliwe katika jina la Yesu. Ninaachilia uwezo wa Bwana popote pale hatima zenu zinaachiliwa, ninazifukua katika jina la Yesu. Kuanzia usiku wa leo, mkaote ndoro takatifu zikanikashike katika jina la Yesu. Mfunguliwe nyumba zenu, biashara zenu, kazi zenu katika jina la Yesu Kristo. Asante Bwana, asante Bwana. Naachilia ndoto za mbinguni, ndoto za maono katika jina la Yesu, ili kwamba Bwana awainue, apeleke kiwango chengine. Chochote kilichokuwa kimewafunga kimekatika katika jina la Yesu. Ni mwanzo mpya, mkae watu wakuu, biashara kuu, familia kuu katika jina la Yesu Kristo. Asante Bwana, in the name of Jesus Christ we pray. Umefunguliwa katika jina la Yesu. Nishike mkono Bwana, nishike mkono, nishike mkono Bwana, nishike mkono, nishike mkono Bwana, nishike mkono, nishike mkono Bwana, nishike mkono,
haleluya Bwana. Ni haleluya. Ni haleluya Bwana. Ni haleluya. Umefungwa kifungo cha ndoa miaka mingi. Umejaribu kuondoka lakini vimeshindikana. Njoo kwa madhabahu. Njoo kwa madhabahu. Ni siku ya kufunguliwa. Ni siku ya kufunguliwa. Umejaribu kuingia katika ndoa, mambo hayawi. Kimbia kwa madhabahu. Kimbilie Bwana. Kimbilie Bwana. Nishike mkono. Nishike mkono Bwana. Nishike mkono. Tupa mikono yako miwili. Sema Baba. Sema nami Baba, katika jina la Yesu, nimesikia neno lako na nimeliamini. Kuanzia siku ya leo, ukanitenganishe na kila uhusiano niliokuwa nao. Wanakonitaja wasinitaje tena, katika jina la Yesu. Popote nilipofungwa Bwana, ukanifungue. Kila kufuli ukaifunguanishe katika jina la Yesu. Mungu mwenye uweza na mwenye mamlaka Bwana, ukanionyesha watu ambao Bwana unaenda kuwafungua Bwana, ninawakabidhi mikononi mwako. Umesema si vyema mume kukaa peke yake Bwana. Tazama maisha yao na hatima zao za ndoa zilikuwa zimefungwa. Nasimama Jehova kama kuhani juu ya maisha yao. Ninanena juu ya kila vifungo vya kimapepo, kama walinena kule barakani wakasema hautaoa kuolewa. Ninakufungua katika jina la Yesu. Ninakatakata bila vifungo katika jina la Yesu. Ninaamurisha mapepo yaliyokuwa yamesimama mbele yako yakaondoke katika jina la Yesu. Yakaondoke katika jina la Yesu. Yakaelekee kuzimu katika jina la Yesu. Popote pale wanakutaja majina, wanakaa kama zao na sambaratisha na tawanya, ninavunja katika jina la Yesu. Kila laana walionena kinyume nawe ninaivunja katika jina la Yesu Kristo. Na achilia ndoa yako ukafunguliwe. Pokea ndoa yako, 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 pokea ndoa yako katika jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu, kwa jinsi ulinifungua Bwana, nikafungulika. Walisema sitaoa na ukanifungua. Ninaachilia funguo mikononi mwao, waende wapate ndoa zao, waende wakazie watoto wa kiume na wake, waende wakaendelee. Talaka haitaona tena maisha yao. Roho ya talaka na kukamata ninakukemea katika jina la Yesu, na kuachilia urejesho ndani ya ndoa yako katika jina la Yesu. Asante Bwana, katika jina la Yesu nimefunguanisha maisha yao Bwana, katika jina la Yesu wakafunguliwe. In Jesus precious name we pray. Ni hallelujah na ni hallelujah. Are you blessed? Nasikia nimebarikiwa sana. Haleluya. Unasikia kubarikiwa? Nimebarikiwa sana. Tunashukuru sana, na Mungu asili kubariki zaidi mtumishi wa Mungu, akuinue zaidi. Haleluya. Tunaenda kumaliza ibada, na nikukumbusha tu yale matangazo tulisema pale. Kama vile mtumishi wa Mungu amesema, huwa tuna siku za kufunga. Kama unasikia kuna neno umesikia, hata kesho unaweza anza kufunga. Haleluya. You are free to fast anytime. Unaweza anza kufunga anytime, so that utamake ile unabii ufanye kazi katika maisha yako. Haleluya. Leo tumejazwa na Roho Mtakatifu. Saa hii unapotembea, kumbuka si vile uliingia mahali hapa. You are a changed person. Haleluya. Tutakutana Alhamisi kwa ajili ya ibada pale Migadini nyumbani, na saa ni 5:30. Tutaanza mfungo siku ya Jumatano hadi Friday. Make sure you participate in these 3 days of prayer and fasting. Hallelujah. Usiogope, utafungua ama your size itaenda chini. Unaweza fungua kimwili, lakini kiroho unazidi kupaa juu. Hallelujah. Ni muhimu ufae juu ama uendelee juu kiroho, lakini mwili ukapungue. Hallelujah. Mwili haufai chochote, bali roho ndio inafaa saidia vitu vyote. Hallelujah. So kabla hatujasimama kuomba, kama pengine utasikia kubariki mtumishi wa Mungu,
tulisema yule dada, simama Victoria, unaweza kuachilia chochote unacho, unaweza kuachilia, then tutakusanya pamoja, tutambariki mtumishi wa Mungu. Haleluya. So tunaenda kufunga. Tulisema kuanzia next month tutakuwa na foundation class. Haleluya. Oktoba tutakuwa na mafundisho ya msingi, darasa la msingi, ama kujua what is ubatizo ni nini, wokovu ni nini, unastahili kutumikia Mungu aje na unastahili kukaa aje ili maisha yako ikazidi kubarikiwa. Haleluya. So tutaenda kusimama kwa ajili ya kufunga kwa maombi. Haleluya. Let's be on our feet. Let's be on our feet. Tusimame tukapate kufunga kwa maombi. Twende mbele za Mungu tukamshukuru Mungu ni kwa ajili ya ibada ya leo, imekuwa ya kufaa na kubarikiwa sana. Father, we thank you. Lord, we appreciate you for causing us to see the end of this service, for blessing us through your word. Father, for empowerment today, we say thank you. We say thank you. We say thank you. We say thank you. Father, we say thank you. Lord, we say thank you. To you alone be all the glory. In Jesus' name, we have given thanks. Let's put our hands together for Jesus as I welcome the servant of God to